بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na amani mtume salawatullahi wasalamuhu alayhi, yasuruna al-yawm bihadhihi al-munasaba an nashra'a bidirasati kitab al-imam ibn al-Qayyim al-Jawzi rahimahullahu ta'ala, al-imam Abi Abdillah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala, al-kitab المسمى بالداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. بإذن الله سبحانه وتعالى. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuwezesha siku ya leo kuweza kufungua majlisi hii ambayo tumekusudia kudarasishana kitabu cha Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala, kitabu cha Imam Ibn Qayyim al-Jawzi rahimahullahu ta'ala, kitabu ambacho kimepewa jina la Ad-Da'u wad-Dawa. Sheikh Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala min ashhari talamidhi al-Imam al-Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Muallif wa kitabu chetu Ibn al-Qayyim ni katika wanazuoni ambao ni wanafunzi wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Walimadha summiya bi Sheikh Ibn al-Qayyim al-Jawziyya? Kwa nini amepewa jina hili Sheikh kwamba ni msimamizi wa al-Jawziyya? Kwa nini? Kwa sababu qayyiman wa mushrifan fi madrasati al-Jawziyya bi Dimashq, alikuwa baba yake ni msimamizi na ni kiongozi wa madrasa ambayo ilifahamika kwa jina la al-Jawziyya. Kwa hiyo mtoto naye akapata jina kutokana na ile nisba ya baba yake kwamba ni mtoto wa msimamizi wa madrasa inayoitwa al-Jawziyya, Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala. Fa kitabu al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, kitabu hiki cha Ad-Da'u wad-Dawa ambacho kinafahamika kwa jina la al-Jawabu al-Kafi liman sa'ala ani ad-dawa'i ash-shafi, kitabun adhimun naf'i kathirul baraka, ni kitabu ambacho manufaa yake ni makubwa sana katika umma wa Waislamu, lakini ni kitabu ambacho kilichobeba baraka nyingi sana. Allah subhanahu wa ta'ala amewanufaisha kupitia kitabu hiki cha al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahimahullahu ta'ala viumbe wengi sana katika ardhi hii yake Allah subhanahu wa ta'ala. Alafahu ijabatan lisailin. Sheikh al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, sababu ya kutunga kitabu hiki na kualif kitabu hiki ilikuwa ni kutokana na swali ambalo aliulizwa al-Imamu, Allah subhanahu wa ta'ala amrehemu, na sababu hiyo ameitaja katika kitabu hiki, na tutaona kabisa mwanzo wa kitabu hiki kuna swali la muulizaji ambalo lilikuwa ni munasaba wa kutungwa na kualifiwa kitabu hiki na muallif rahimahullahu ta'ala. Nafikiri swali lilikuwa ni dogo, lakini kana sababan lihadha an-naf'i al-'azim, imekuwa ni sababu ya leo sisi kuweza kunufaika kutoka kwa imamu huyu kwa kupata faida kubwa sana ya kuweza kualifiwa shekhe kukaa chini kwa kutuwekea sisi faida katika maisha yetu kwa kutupa zawadi ya kitabu kizima kutokana na swali dogo sana. Swali lilikuwa likisema, ma taqulu as-sadatu al-ulama a'immatu ad-din radiyallahu anhum ajma'ina fi rajulin ibtuliya bibaliya wa alima annaha in istamarrat bihi afsadat alayhi dunyahu wa akhiratahu. Hili ndio ilikuwa swali ambalo kuulizwa al-Imam. Ni kama vile mmoja wetu leo atokee aamue kukabiliana na shekhe kwa ajili ya kumuuliza swali dogo ambalo alitarajia tu apewe jawabu la naam au la, lakini Sheikh rahimahullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala amempa tawfiki shekhe na kumfungulia na kufahamu al-maqam, ile nafasi ya yule muulizaji na nafasi ya swali lenyewe. Shekhe Allah subhanahu wa ta'ala akamwafikisha leo
tumeweza kunufaika sisi kutokana na hili swali ambalo dhunna annahu sualun yasir, ilidhaniwa kwamba ni swali jepesi sana, lakini Allah subhanahu wa ta'ala kwa tawfiki yake na kwa ikhlasi ambayo ilikuwa katika moyo wa muulizaji, lakini moyo wa Sheikh rahimahumullah ta'ala, sasa hivi imekuwa ni sababu ya nyoyo nyingi sana kuweza kupata islah, nyoyo nyingi kuweza kupata riqa, kupata ulaini zinapoamua kufanya mutala kupitia kitabu hiki ambacho ni jawabu la swali hili. Fa al-Sheikh rahimahullah ta'ala ajaba hadha as-su'al bihadha as-sifr al-ujab. Allah amemwafikisha Sheikh Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala kuweza kujibu swali kwa kutupatia zawadi ya kitabu kikubwa kiasi hiki, alladhi lam tara mithlahu fi babihi al-albab qad malaahu ilman wa hikmatan wa hilman wa maw'idha. Ndani ya kitabu hiki kumejaa hikma nyingi sana, lakini kumejaa busara, kumejaa maw'idha mbalimbali na kumejaa nasaha mbalimbali. Waqad harasa fihi tamama alhirsi ala i'anati as-sa'il. Sheikh amejitahidi katika kitabu hiki kuhakikisha ana mnufaisha muulizaji kutokana na swali alilouliza, fi izalati kulli wa'rin wa sha'ikin fil fahmi, kwa kuweka wazi na kutaka kuhakikisha anaondoa ule wasiwasi wa muulizaji, lakini anahakikisha anampa ufahamu uliokuwa sahihi utakaomsaidia katika maisha yake. Wa hadha uslubu Sheikh fi ijabati al-as'ila, na huu ndio ulikuwa utaratibu wa Sheikh katika kujibu maswali mbalimbali. Haithu yaqulu al-Sheikh Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahimahullah ta'ala, wa min al-judi bil-ilmi أن السائل إذا سألك عن مسألة استقصيت له جوابها جوابا شافيا لا يكون جوابك له بقدر ما تدفع به الضرورة. Unapoulizwa, muulizaji anapouliza swali, shekhe anasema kuielezea nafsi yake. Muulizaji anapohitaji ufafanuzi kutoka kwako kutokana na masala fulani, basi ilisiwe jawabu lako ni lenye kufunga. Jawabu lako liwe ni ijabatu binaam au la, ujibu tu jawabu ambalo itakuwa faida yake ikhtasara bihadha sual, imejifunga katika lile swali pekee yake kwa kumwambia mtu naam, ndio au la. Bal yadhkuru Sheikh rahimahullah ta'ala mushahadatihi li shaykhihi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Sheikh anaeleza kwa kueleza tabia ambayo ameishuhudia kwa shekhe wake ambaye ilikuwa ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, anasema ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في ذلك أمرا عجيبا، كان إذا سئل عن مسألة حكمية ذكر في جوابها مذاهب الأئمة الأربعة. Sheikh anasema nimewahi kumshuhudia shekhe wangu katika tabia zake, anapokuwa anaulizwa maswali alikuwa anatoa ufafanuzi katika jawabu lake kwa kutaja mpaka akwali za wanazuoni wote wanne, madhehebu yote manne, anazungumza nini katika yale masala ambayo anaulizwa, anapoweza kufanya hivyo. Lakini wayadhkuru aidan ma'khadha al-khilaf, na anataja shekhe vile vile ile ya machimbuko yale ya khilaf, kitu gani ambacho kimekuwa ni sababu ya watu kutofautiana katika masala fulani. Lakini wa aidan yadhkuru tarjih al-qawl ar-rajih, na shekhe pia kama kuna haja ya kutaja kauli yenye nguvu katika masala, basi huwa anaweka wazi kauli hiyo. Wa aidan yadhkuru mutaalliqat al-mas'ala, na shekhe hatosheki na hilo, bali anataja yale masala ambayo yanafungamana na lile swali la muulizaji, allati rubbama takunu anfa'u lisaili min mas'alatihi, mambo yanayofungamana na swali ambayo huenda yakawa yana manufaa zaidi pindi yanapotajwa kwa yule aliyeuliza kuliko kumjibu tu lile swali lake alilouliza. Fayakunu farhuhu bitilka almutaalliqati wallawazim a'zamu min farhihi bimas'alatihi, unamkuta muulizaji anapata furaha kubwa sana kutokana na yale mambo aliyoelezwa kutokana na swali lake dogo na yale yote yanayofungamana na jawabu la swali hilo. Wa hakadha kana uslub ash-shaykhani, hivi ndivyo ulivyokuwa utaratibu wa mashekhe hawa wawili. Mwanafunzi ambaye leo tuna kitabu chake Sheikh Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahimahullah ta'ala, lakini shekhe wake Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala.
وقد جرى ابن القيم رحمه الله تعالى إلى هذه الطريقة في عدد من كتبه التي أجاب فيها على سؤال ورد عليه جوابا يكفي السائل ويغنيه ويشفيه. Shekhe huyu ndio ulikuwa utaratibu wake katika vitabu kadhaa. Ilikuwa ni sababu ya kualifu vitabu shekhe ni yale maswali anayoyapokea kutoka kwa wale waulizaji. Shekhe anaona afungue mlango ambao utakuwa ni faida ambayo itatunufaisha sisi ambao tunapokea kutoka kwake, lakini pia atanufaika yule muulizaji ambaye amekusudia kupata faida ya lile swali alilouliza, lakini shekhe pia huwa ni faida yeye katika nafsi yake kutokana na lile jawabu ambalo analolitoa. Wa lishekh namudhaj min hadha albab, na shekhe ana mifano katika utaratibu wake huu katika vitabu kadhaa. Kuna kitabu cha Al-Manar Al-Munif, kitabu cha kwake hiki ambacho ni sababu ya swali, lakini pia kuna kitabu cha Matali' As-Sa'd bikashfi mawaqi' al-hamd, na kuna kitabu pia Al-Kalam ala mas'alati as-sama' wa ghayruha min al-kutub allati alafaha Sheikh rahimahullah ta'ala bi jawabi su'alin qasadahu as-sa'il. Sheikh ametunga vitabu vyote hivi ikiwa ni madhumuni ya majawabu ambayo alihitaji kuwapatia wale waulizaji. Wa biidhnillah subhanahu wa ta'ala, kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala, min unwani hadha alkitab nudriku muhtawahu ad-da'u wad-dawa aljawabu alkafi liman sa'ala 'ani ad-dawa'i ash-shafi. Kupitia anwani ya kitabu hiki itoshe sisi kupata makusudio yaliyolengwa katika kitabu hiki. Fahuwa yualiju al-adwa al-khatira, Sheikh amekusudia katika kitabu chake hiki kutibu magonjwa yale hatari katika maisha ya mwanadamu, allati taftiku bidini al-abdi, magonjwa ambayo huenda yakawa ni sababu kuiharibu na kuibomoa kabisa dini ya mja wa imani na imani yake. Watufsidu qalbahu wa tumridhuhu au tumituhu, na magonjwa ambayo huenda yakawa ni sababu ya kuharibu moyo wa mmoja wetu, lakini kufanya moyo ule uwe ni maiti, ufe kutokana na kukosa imani. Fabadaa Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala bibayani akhtari al-amradhi wal-adwa wa huwa al-jahlu. Sheikh ameanza kueleza katika kitabu hiki miongoni mwa magonjwa hatari sana ambayo yanaua moyo wa binadamu. Akaeleza gonjwa la ujinga, lakini wabayana dawaahu wa ilajahu wa huwa al-ilmu, na akabainisha dawa ya gonjwa hili la ujinga kwa kueleza kwamba ni miongoni mwa magonjwa hatari, lakini tiba yake ugonjwa huu ni elimu. Wa anna asla al-ilmi huwa al-Qur'anu, na akaeleza kwamba asili ya elimu ni Qur'ani, ambayo ni ad-dawa'u shafi min kulli maradhin hissi wa ma'nawi min amradhi al-qalbi wal badan. Akaeleza kwamba Qur'ani ndiyo tiba inayoponya maradhi yote ya kiwiliwili, lakini maradhi yale ya kiroho ambayo yamo ndani ya nyoyo zetu. Thumma takallama an asbabi takhalluf ash-shifa, kisha shekhe akaeleza pia sababu za kuchelewa sisi binadamu kupata shifa, kupata ponyo. Limaarifati kaifiyati tadawi bishakli sahih, kwa kueleza ndani yake sababu ya sisi kuweza kujitibu katika misingi iliyo sawa sawa, ambayo itatusababisha sisi kupata tiba kwa haraka, lakini kuziponya nyoyo zetu kwa haraka zaidi. Hadha wa ghayruha mimma dhakaraha Sheikh rahimahullahu ta'ala. Kuna mengi ambayo nimeyaeleza, lakini kuna mengi ambayo sijaeleza ambayo ameyataja Sheikh katika kitabu hiki. Biidhnillah subhanahu wa ta'ala sanatanawalu shay'an fa shay'an athnaa wa khilala hadha الدرس وهذه المجالس المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها بإذن الله. tutaeleza haya mambo ambayo ameyakusudia shekhe au jawabu ambalo amelitoa shekhe katika utaratibu wa tasalsul wa milango katika kitabu hiki, ambayo yote maelezo yake yanalenga jawabu tu la swali moja ambalo ameulizwa na muulizaji. Biidhnillah subhanahu wa ta'ala hadha alkitab الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. Mwanzo kabisa wa kitabu hiki Sheikh rahimahullahu ta'ala ameanza kukufungua kwa kusema rabbi yassir wa a'in ya hamid, ewe Mola wangu weka wepesi katika
jawabu ambalo nimekusudia kulitoa, lakini pia pitisha ya Rabbi msaada wako ewe Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanzo kabisa tunakuta sababu ya kutungwa kwa kitabu hiki. Suila Sheikhul Islami Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr al-Shami taghammadahu Allah ta'ala biwasi' rahmatihi wa askanahu fasiha jannatihi. Mwanzo shekhe ameanza kwa kuulizwa, Sheikhul Islam Abu Abdullah al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahimahullah ta'ala ameanza kwa kuulizwa katika kitabu hiki. Muulizaji ameanza kuuliza kwa kusema, ma taqulu as-sadatu al-ulama a'immatu ad-din radiyallahu anhum ajma'in fi rajulin ibtuliya bibaliyatin wa 'alima annaha in istamarrat bihi afsadat dunyahu wa akhiratahu wa qad ijtahada fi daf'iha 'an nafsihi bikulli tariqin fama tazdadu illa tawaqqudan wa shiddah fama al-hilatu fi daf'iha wama at-tariqu ila kashfiha. Muulizaji anasema kwa kuhitaji ufafanuzi kutoka kwa Sheikh Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahimahullah ta'ala, kumwambia wanazungumza vipi wanazuoni kuhusiana na mtu ambaye ibtulia bibalia, amejaribiwa kupewa mtihani katika maisha yake. Wa al-maqsudu bibalia ay al-maasi, makusudio ya mtihani hapa yanakusudiwa maasi ya mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amempa mtihani wa kuingia katika maasi ya aina mbalimbali katika maisha yake. Wa alima annaha in istamarrat bihi afsadat dunyahu wa akhiratahu, na mtu huyo akafahamu kwamba ikiwa ataendelea kuishi na maisha hayo ya kuwa katika ule mtihani ambao Allah subhanahu wa ta'ala amempatia, ni sababu ya yeye kuiharibu dunia yake, lakini ni sababu vile vile ya kuweza kuiharibu dini yake na akhira yake kwa ujumla. Hili ni swali zito sana ambalo muulizaji anamuuliza Sheikh Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahimahullah ta'ala, na akamwambia waqad ijtahada, na huyu ambaye amejaribiwa na mtihani huu amejitahidi fi daf'iha bikulli tariqin, amejitahidi kutaka kuondoa ule mtihani aliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala wa maasiya kwa njia tofauti tofauti, bali amesema amekwisha kumaliza njia zote ili aweze kuepukana na mtihani huu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amemtahini nao. Lakini fama tasdadu, anaendelea kumwambia shekhe kwamba fama tasdadu illa tawaqqudan wa shidda, wallahi kila akijitahidi kutaka kuondoa ule mtihani anakuta kwamba hakuna anachokipata isipokuwa kuukuza ule mtihani. Anakuta kwamba mtihani, yale majaribio yanazidi, lakini yanapamba moto kwake yeye, na anajikuta hana njia yoyote bali anapata maumivu. Famal hilatu fi daf'iha wama at-tariqu ila kashfiha. Anamuuliza shekhe kwa kumwambia, shekhe, kuna mbinu gani ambayo natakiwa niitumie kwa ajili ya kuepusha mtihani huu ambao umenipata, lakini pia nitumie njia gani kwa ajili ya kujiweka mbali na mtihani huu? Hadha huwa ad-da'u wa ad-dawa'u min ash-sheikh rahimahullahu ta'ala bitawfiqi Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ndo swali ambalo ameuliza muulizaji kumuuliza shekhe, na ndiyo sababu ya kitabu chetu leo kuitwa kwa ad-da'u wad-dawa, na tukikusudia ad-da'u al-maqsudu bihi, makusudio kwamba ni ugonjwa, ad-da'u ugonjwa, wad-dawa'u na dawa yake. Swali ndiyo almuradu bidda, swali ambalo limeulizwa ndiyo makusudio ya ugonjwa, lakini jawabu lake ndiyo ad-dawa'u. Ndiyo sababu ya sisi kuwa na kitabu kizima hiki, faida kutoka kwa Sheikh Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahimahullahu ta'ala. Na kitabu hiki vile vile kinaitwa al-jawabu al-kafi liman sa'ala ani ad-dawa'i ash-shafi, ni jawabu lenye kutosheleza kwa yule ambaye ameuliza swali ambalo linahitajia dawa ambayo ni ponyo ya swali lake. Farahimahullahu ta'ala
muulizaji akaendelea kuomba dua kwa kumwambia muallif wa kitabu chetu ambaye ni Ibn al-Qayyim, wakati anazungumza naye alimwambia rahimahullah ta'ala, man aana mubtala, Allah amrehemu kila yule mwenye kumsaidia aliyepatwa na mtihani. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi, na Allah subhanahu wa ta'ala siku zote ni mwenye kumsaidia mja ilhali mja huyo yuko katika kuwasaidia waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mja atasaidiwa na Allah ilhali na yeye siku zote anaishi katika maisha ya kuwasaidia ndugu zake. Aftuna majurin rahimakumullahu ta'ala wa radhiya ankum wa khatama lana wa lakum bi khairin. Allah subhanahu wa ta'ala awalipe kutokana na fatwa zenu kwetu sisi, lakini Allah awarehemu, na Allah subhanahu wa ta'ala tupe sisi lakini na nyinyi mwisho mwema katika maisha yetu haya. Fahadhihi muqaddimatu hadha alkitab, huu ndio mukaddima wa kitabu chetu cha Adda wa Dawa, na biidhnillah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa tayari tumekwisha kulifahamu swali ambalo ni sababu ya sisi kukutana katika majlisi hizi kwa ajili ya kusherehesha jawabu la Sheikh rahimahullahu ta'ala katika uslubu mzuri ambao ulisababisha nyoyo za watu wengi sana kupata ikbali kutoka katika hali mbaya walizokuwa nazo kuingia katika hali fulani ambazo nafsi zao zilijikuta ni nafsi ambazo zimekuwa huru kuweza kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na kukuta nafsi zilizokuwa huru katika kufanya ikbali kuelekea katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kutoka katika ubaya waliokuwa wakiufanya, lakini kutoka katika fitna mbalimbali za maisha haya ya duniani. Nafikiri nisitoe maelezo marefu, biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Shekhe anajua shauku zetu na fikra zetu, yote ambayo tunayafikiria katika akili zetu. Sheikh Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahimahullahu ta'ala atatufafanulia hatua baada ya hatua na kutupa aljawabu alkafi liman saala an ad-dawa al-kafi. Fabihadha naktafi wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.